nguvu ya serikali, wale walikuwa kitoa msaada kutokea nchini Burundi. Wanajeshi wengi walikuwa kitokea Burundi, kumbuka walikuwa kivuka mara moja ndani ya Kavimvira, mara moja ndani ya Centreville ya Uvira. Lakini Uvira tena ikiwa tombe kwa mikono ya waasi, itakuwa ni vigumu tena serikali kupata support kutokea Burundi. Mpaka wao wana ndege sasa zinakuja kuwapeleka katika maeneo za Baraka. Na kwa sasa na eneo tena ya Baraka ikianguka kwenye mikono ya waasi wa M23, tena hili litaonekana kwenye nguvu kidogo ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa sababu Baraka ni eneo serikali imetegemea sana. Eneo ya Fizi, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wanajeshi wa Wazalendo wanategemea hizi ni eneo, kwa sababu hizi ni eneo kubwa zaidi zikiwa kwenye mikono ya waasi ya M23. Kwa tayari serikali litakuwa limekimbizwa kwa sasa katika porini, kwa sababu porini hata kwenye vijiji hivyo vyote vyenyewe vilikuwa kimiliki na serikali, yote waliondolewa na waasi wa M23. Kwa sasa katika ndani ya Baraka tayari serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo watajipata wamekuwa katika eneo ya Kalemi. Tunaokaribisha tena mara ndani ya Media Goma TV kwa muda wetu habari huyu, na kama wewe haujawahi kufanya subscribe ndani ya Media Goma TV, endelea kusubscribe, like, comment, na hili habari zetu mara kwa moja ziende kuwafikia ndani ya habari zetu kila mara. Kumbuka leo ni tarehe 10 mwezi leo ni tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Mashabiki zangu, tunawakaribisha tena habari zetu za kila mara. Na ukiwa unatufuatilia katika habari zetu za asubuhi, habari za mchana na habari za jioni, Mwenyezi Mungu awe pamoja na wewe na uendelee kupartage kila sehemu popote, kwa sababu ni hapa ni njo habari zenye uhakika na habari zenye ukweli kupitia Media Bukavu TV na kupitia Media Goma TV. Na kwa sasa ukiwa tayari unajiabone ndani ya media, utaendelea kujua habari zenye zinayopitikana katika ndani ya wenja ya mapigano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mashabiki zetu kutokea upande wa Manyema, kutokea upande wa Kindu, kutokea upande wa Kalemi, Kisangani na upande wa Kasai Orientale, na kutokea mengine upande wa Misisi, mara moja utokea Baraka, upande wa Sud Kivu na upande wa Nord Kivu na Kinshasa Kapitale. Tunawasalimu zaidi nyinyi wote mnavyotusikiliza kupitia mada zetu za muda huyu. Mashabiki zangu wengine kutokea upande wa huko madiaspora, kutokea upande wa Amerika, Canada, Australia, nyinyi wote na Chicago, mara moja Norvege na upande wa Ufaransa, tunawakaribisha tena ndani ya Media Goma TV na ndani ya Media Bukavu TV mara yetu kwa sasa. Na kwa sasa hili tufungue kurasa zetu za habari na kuuliza, tayari umesha kusubscribe, like, comment ama usha kujiabone? Na ninakuomba tayari ili habari zetu ziendelee kufikia kila mara, jiabone. Lakini kama ulisha kujiabone ndani ya Media Goma TV na umesha kujiabone ndani ya Media Bukavu TV, usijiabone tena mara nyingine, kwa sababu ukigusa tena hapo hiyo subscribe itakuwa imejiondoa mara kwa moja. Na kama wewe usha kujiabone tayari, tuma tu comment yako niambie, bwana mtangazaji, tunakufuata kutokea eneo fulani. Mashabiki zangu nawapenda zaidi kwa sababu nyinyi ni washujaa, ama nyinyi ni wazalendo wa Kongo, nyinyi ni waaminifu kupitia media hizi mbili, Media Goma TV na Media Bukavu TV. Na leo tuna habari moto moto. Hapa ndio unapata habari zenye moto moto. Habari tuko nayo kwa sasa kwenye uwanja mapambano, mambo inaendelea kubadilika moja kwa moja na kuja kuwapeleka ndani ya eneo ya Kabambare, ndani ya teritwari ya Kabambare. Eneo ya teritwari ya Kabambare kuelekea ndani ya Babuyi, moto ndio imewaka huko jana mpaka leo hizi tunavyozungumza. Lakini katika eneo hili mapambano yalikuwa katika eneo hapa, ilikuwa ni mapambano moto zaidi. Hatua jeshi la Wazalendo na jeshi la FARDC na M23 wamepigana katika ndani ya teritwari ya Kabambare kuelekea ndani ya Babuyi. Mara moja Mwenyezi Mungu amejalia wanajeshi wa Wazalendo kumiliki kwa sasa eneo hili, lakini kwenye mashambulizo yamekuwa hatari sana zaidi, mpaka wanajeshi wamepoteza maisha hapo. Ya beaucoup de population qui mort avec là dans une eneo ya Babuyi, ya de 4 blessés avec de 5 qui mort avec des côtés de 1-23 avec des côtés de Wazalendo. Il y a des personnes qui trouvent dans une côté de Wazalendo. Il y a des 3 personnes qui trouvent dans une cas militaire de 1-23 avec Twirwaneho. Na kuja kuwapasha habari mengine kutokea upande lakini kabla niwapeleke hapo, vita ilikuwa hapo mchache zaidi, lakini Mwenyezi Mungu amesaidia mara moja jeshi la Wazalendo kurejesha katika eneo hizo na kuja kuwapeleka katika ndani tete kwa sasa ndani ya Uvira.
Uvira kwa sasa moto ndio imeendelea kuwaka katika ndani ya eneo ya Uvira kwa sasa. Kabla habari hizi, habari tuko nayo moja kwa moja, jana tarehe 10, wanajeshi kwa wingi zaidi kutokea nchini Burundi, wanajeshi wasiojulikana waliokuja kupeana msaada. Wengi wanasema kama ni wanajeshi wanatokea Angola, wengine wanasema ni wanajeshi wanatokea Zimbabwe, wengine wanajeshi wanasema wanatokea upande wa Tanzania, lakini hatujakuwa na habari ya ukweli, kwa sababu watu wengine wanasema ni wanajeshi wa Burundi, kwa sababu watu wangu iko hapo Uvira wanasema wanajeshi wanakuja hapa, hatujajua ni wanajeshi wa gani. Lakini lengo wa wanajeshi wanakuja kwa kweli kwa wingi zaidi kukabiliana na waasi moja kwa moja, kwa sababu Kinshasa ilituma wanajeshi kwa wingi zaidi, makomando walishuka mara moja Kinshasa. Niliwaambia tangu tarehe 9 wanajeshi wameingia sana katika upande wa Uvira wakitoka Kalemi mara moja, lakini kwenye mashambulizi hiko na kwenye program ama kupitia strategia M23, hao lengo yao mara moja ni kuchukua upande wa Uvira. Lakini kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, watu wengi hawajajua ni kwa sababu gani wanajeshi wameingia katika Uvira kwa wingi zaidi. Kumbuka Uvira kwa sasa na upande wa Baraka na kuelekea upande wa Fizi na Mwenga, hizi ni na Kalemi, hizi ni eneo ziko kwenye carte rouge ama carte yenye wanajeshi ama mapu ya wanajeshi wa M23 inabidi wakomboe vijiji karibu viwili ama vitatu katika mpango wao. Lakini serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imesema inabidi kwa kweli wazingatie hizo vijiji, hii miji ya Baraka, Fizi, Kalemi, Mwenga na Uvira, kwa sababu hizi ni samani kubwa zaidi tena katika mkataba ama katika harakati ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sababu gani? Uvira ikiwa tombe kwenye mikono ya waasi wa M23 tayari itakuwa imeegeza unyenyekevu ama uoga ama itaonesha nguvu, kupungukiwa kwa nguvu ya serikali. Wale walikuwa kitoa msaada kutokea nchini Burundi. Wanajeshi wengi walikuwa kitokea Burundi, kumbuka walikuwa kivuka mara moja ndani ya Kavimvira, mara moja ndani ya Centreville ya Uvira. Lakini mara moja Uvira tena ikiwa tombe kwa mikono ya waasi, itakuwa ni vigumu tena serikali kupata support kutokea Burundi, mpaka wao wanatumia ndege sasa zinakuja kuwapeleka katika maeneo za Baraka. Na kwa sasa na eneo tena ya Baraka ikianguka kwenye mikono ya waasi wa M23, tena hili litaonekana kwenye nguvu kidogo ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa sababu Baraka ni eneo serikali imetegemea sana. Eneo ya Fizi, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wanajeshi wa wazalendo wanategemea hizi ni eneo, kwa sababu hizi ni eneo kubwa zaidi zikiwa kwenye mikono ya waasi ya M23. Kwa tayari serikali litakuwa limekimbizwa kwa sasa katika porini, kwa sababu porini hata kwenye vijiji hivyo vyote vyenyewe vilikuwa vikimiliki na serikali, yote waliondolewa na waasi wa M23. Kwa sasa wakitolewa katika ndani ya Baraka, tayari serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo watajipata wamekuwa katika eneo ya Kalemi, na hapo sasa Uvira itakuwa imebaki katika eneo yote imezingatiwa na M23 moja kwa moja. Yani tuseme kama Sud Kivu itakuwa ni vigumu tena kurejesha na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ndio maana FARDC ama wanajeshi wa IBU na Serpent Noir inabidi wazingatie, na ndio maana katika habari zenye niko nazo, serikali imeamua kwa sasa, jana na leo, wanajeshi wameingia wakapenya kuelekea eneo ya Baraka na kuelekea sekta ya Fizi na Minembwe, kuzingatia vijiji hivyo miji tatu kwa sasa. Habari mengine kuelekea katika ulayani teritware ya Fizi, katika ndani ya teritware ya Fizi kuelekea katika eneo ya Kipupu. Kipupu imekuwa tombe. Niliwaambia vita ilikuwa tangu tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Wanajeshi wa M23 na wanajeshi wa wazalendo, na eneo hiyo ilikuwa Kipupu ilikuwa na wanajeshi wa wazalendo, wanajeshi wa IBU, wanajeshi wa Burundi, wanajeshi wa Serpent Noir avec le gouvernement de FARDC walikuwa kimiliki katika eneo ya Kipupu. Kumbuka Kipupu ni mji, Kipupu ni centreville ya Fizi. Ili mnavyojua, watu wengi hawakuwa wanajua hii, kwa sababu kumbuka territoire ni Fizi. Kipupu ni mji, ni kama centre nayo, kwa sababu ni mji kubwa nayo, na hii huko ni eneo ukielekea katika eneo ya Itombwe ukielekea Mwenga.
Hii eneo ilikuwa na miliki sana jeshi la wazalendo na FARDC na jeshi la IBU na jeshi la Burundi. Mara moja walitolewa katika eneo ya Kipupu. FARDC kwa sasa wamekimbia ndani ya Itombwe kwa sasa tena, lakini kwa Kipupu kwa sasa, katika habari niko nayo, Kipupu iko kwenye mikono ya waasi wa M23, wameendelea kumiliki katika sekta hili. Mara moja M23 imemiliki mpaka imekimbiza mara moja jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo moja kwa moja. Habari mara moja mengine kutoka katika ndani ya sekta kutokea Baraka. Raia population kwa sasa wanaomba usalama kupitia jeshi la wazalendo na jeshi la FARDC linaenda kuwamiliki na kuwasumbua sana katika eneo hii moja kwa moja. Kwa sasa raia population wamekosa amani kupitia jeshi hawa wakiwa katika vijiji katika eneo ya Baraka na eneo ya Fizi. Kwa sasa ni sehemu hakuna usalama moja, hata kama wanaomiliki serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mambo ya usalama kwa kweli imeendelea kupotea kwa sasa moja kwa moja. Na kama unavyonisikiliza kupitia media Bukavu TV, utaendelea kujua mengi zaidi, na kama unavyonisikiliza kupitia media Goma TV, endelea kusubscribe, like, comment ili habari zetu mara moja zije kuwafikia. Na kama wewe ni shabiki kwa sasa, hii ni muda wako kuwa pamoja na sisi na kuungana na sisi katika habari zetu za kila mara, na kutakia heri njema, tuje kupatana kwa habari zetu za kama habari zetu za kila mara, za jioni, habari za mchana, na kisi mnavyonielewa. Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi. Heri njema, tuje kupatana. Kwa majina ni Reporter Nelson, tunawatakia heri njema. Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi, na inaomba nyinyi muendelee kupata habari za media Bukavu TV, habari za media Goma TV, kila mahali popote huko. Tunakuomba asante sana. Mungu awe pamoja na nyinyi. Bye bye.